Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I am Elder Cosmin E. Sims, Mimi Mama Felicia Bokesins. and we're And Jesus Reigns Reigns Restoration Restoration Ministry. Ministry. Amen. Amen. And this is part 3 of our lesson, Sehemu ya 3 ya somo hili la leo, A More Perfect Way. njia iliyokamilika zaidi. A more perfect way. Njia iliyokamilika zaidi. Talking about the way of God. Kuzungumzia More perfect. njia ya Bwana iliyokamilika zaidi. Amen. And our witness and our testimony. Katika ushuhuda wetu. Amen. Bwana Yesu Speaking Kristo. life to God's people. Tukizungumzia uzima kwa watu wa Mungu. Amen. To win a soul for Christ. Kutunza nafsi kwa ajili ya Yesu And Kristo. to not have respect of person. Kutokuwa na ubaguzi. Not to look down or discriminate against anybody. Kudharau mtu yoyote. Amen. Amen. But speaking the word of God and in love and Kuzungumza in neno la truth. Mungu katika upendo, katika kweli. Hallelujah. Hallelujah. To win a soul for the kingdom. Kuokoa nafsi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. By speaking the engrafted word of God, speaking life to somebody's heart. Kwa kuzungumza uzima kwa nafsi ya mtu, kwa moyo wa mtu. And what plays into, hallelujah, a more perfect way also is God's will and God's purpose. Na kingine katika njia hiyo ni mapenzi ya Mungu na mpango wa Mungu. And it is God's, again, I remind you that it is God's will that none should perish. Ninasema tena, ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Bwana kwamba watu wasiangamie. And that all should hata come, mmoja asiangamie. hallelujah, Yes. and that all should come to the knowledge of the truth. Bali wote waje katika kweli ya Injili. Amen, that they may be saved. Ili waokolewe. Amen. Amen. And James 4:15, Yakobo 4:15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. ndiyo. Mstari 15 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Badala ya kusema Bwana akipenda, tutakuwa hai na kufanya hivi na hivi. Somebody might make a suggestion for you to go with them somewhere or do something. The Holy Ghost should be telling you if it be the Lord's will. Tunapaswa kusema kwamba ikiwa ni mapenzi ya Mungu, We'll do tukiwa hai, tutafanya hivi na hivi. If it's not in God's will, I ain't doing it. Yaani wewe unaamua kwamba kama si mapenzi ya Mungu, basi sina haja kukifanya hiki. Amen. Amen. Somebody say, go jump off that cliff. No, and God said, thou shalt not kill. Mtu akikwambia nenda kajirushe kwenye jabali hili, that ain't unajua his neno la will. Mungu limesema hutaua. He can't Hata give- ukijiua mwenyewe umeua. Thank you, Jesus. It's not in his will that I take my life, but it's in the will of God that we have life and have it more abundant. Kwamba unajua maandiko anasema sio mapenzi ya Mungu uondoe maisha yako duniani. Amen. Amen. And that's a straight shot to hell anyway, self-murder or to kill somebody. Hapo ni kujiua mwenyewe au kumuua mtu, ni tiketi ya moja kwa moja kwenda kwenye moto wa jehanamu. There's people that murdered people. Kuna watu ambao walishaua watu. They can be forgiven. Ambao wanasamehewa. Wanatubu kweli kweli, wanaokoka, wanasamehewa. Amen. Amen. Because God can forgive any sin. Kwa maana Mungu anasamehe dhambi yoyote. But one sin that will not be forgiven, lakini dhambi ambayo haitasamehewa, and that is the blasphemy of the Holy ya Ghost. kumkufuru Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jesus said there's no forgiveness, never forgiveness. Yesu Kristo amesema kutakuwa And hakuna they that samehe blaspheme the Holy Ghost, wanaomkufuru Roho that Mtakatifu. speak, so many people speak against and curse God each and every day. Kuna watu wanaomlaani Mungu, wanasema kinyume And na they Mungu bring kila siku. swift damnation upon themselves. Wanajiletea hukumu ya mauti. That's the wao. only one that I see milele. that you cannot be forgiven Hiyo of. ndio dhambi ninayojua na ninaiona. But God made it kusamehewa. clear, thou shalt not kill. Lakini Bwana amesema wazi, That hutaua. which a man sows, he Usiue. shall reap. Kile unachopanda utavuna. You take a life, you lose your life. Ukitoa uhai utapoteza uhai. Amen. Amen. So here, if it be the Lord's will, we shall live and do this and do that. Hapa tunakumbushwa tupende kusema ikiwa ni mapenzi ya Mungu The nitafanya hiki scriptures na say we shall live if it be God's will. maandiko anasema tukiwa hai. I can't wake myself up every morning. Siwezi kujiamsha mwenyewe kila asubuhi. If I'm critically ill and something that the Lord is not healing me right away, then right away or whatever, I still have hope, but I'm not going to, if it be God's will that I transition and be with Him, then so be it.
Yaani nikipata ugonjwa kwa mfano ambao ni hauondoki, hauponi, nitakuwa na tumaini na Bwana kwamba ataniponya. Lakini ikiwa ni mapenzi yake nikatoka duniani, basi ni mapenzi yake. For I have joy in knowing, kwa maana ina furaha kwa kujua, to be absent from the body kutoka duniani hapa is to be present with the Lord. ni kuwa pamoja naye. And in the presence of the Lord Na katika mapenzi ya Bwana is the fullness of joy. ni uzima wa uhai. Amen. 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 Thank you, Lord. Asante Yesu Kristo. Hallelujah. So I just want to hear Romans 8:28. Warumi I 8:28. want to assure you when it comes to God's will and His purpose, Nataka kukuonesha kuhusiana na that we mapenzi ya line Bwana. up with, hallelujah, the way of God more perfectly Tuendane na njia ya Bwana kwa njia ya ukamilifu zaidi in our walk with God. katika kutembea naye. And the scriptures say, and we know that all things work together for the good of them that love God, to them who are called according to His purpose. Inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. If you love God, if you love Jesus, it's going to work together for your good, Itakuwa everything. mema, kila kitu kitaenda mema kwa ajili yako. It said all things, Mambo yote. not some things, all things, because your love for Jesus. Sio tu baadhi, bali mambo yote, kwa sababu ya upendo wako kwa Yesu Kristo. Amen. And in your perfect walk with Him. Katika njia yako ya ukamilifu unayotembea naye. Amen. Amen. To them that are called. A lot of us are called to ministry. A lot of us have been called just being born again, being saved as a child of God. Wengi wetu tumeitwa kwa kuokolewa tu kama watoto wa Mungu. Because we became servants of the Lord. Kwa maana tumekuwa watumishi wa Mungu. Amen. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu kwa familia yake, kwa ndugu zake, kwa jumuiya yake. Kuomba tu na kumshirikisha Yesu Kristo. Amen. We Amen. love God. Tunapenda We are Mungu. called according to His purpose. Tumeitwa sawasawa na mapenzi yake. Amen. Amen. With a holy calling. Na wito mtakatifu. Ephesians 5:14. Waefeso 5:14. Wherefore I say, awake thou that sleepeth, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Read that, Amen. please. Amen. Inasema katika jina la Bwana Yesu Kristo, mstari wa 14, hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Verse 15 through 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Read, please. Mstari wa 15, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Amen. Be not unwise, but be wise in understanding what the will of God is and redeeming the time, because the days are evil. Tumeambiwa tuokoe muda, kwa maana nyakati hizi ni za uovu, ni za hatari. You have to, in the 14th verse where it says, awake from sleep and arise from the dead, and Christ shall give you light. Awake, O Zion, to what's going on in the world today. Yaani Zayuni, tunaitwa watu wa Mungu tuwe macho, tuwe makini, tuangalie nini kinaendelea, ni nyakati gani hizo tunazopita. Awake unto the 24th chapter of Matthew, where the Lord talks about rumors of wars and pestilence and all the things, the beginning of woes, these things that are happening, that are going on right now in the world. Tunaona katika kitabu cha Mathayo tumeshaambiwa zitatokea matetemeko ya ardhi, vita, tetesi za vita. Haya mambo yanatokea siku hizi tunazopita. We have to, hallelujah, and in doing so and having eyes that we can see and ears that we can hear, God will bless us, God will heal us, God will keep us. But at the same time, we want, hallelujah, that person that don't have the Holy Ghost be kept too. Tunataka sisi tunapopambana tuhifadhiwe, tunataka na mwingine aliye karibu nasi, tunayemuona, tunayemjua, naye ahifadhiwe pia. Amen. Amen. And those that are strong, strengthen them that are weak. Hallelujah. And the scriptures say. Na wale wenye nguvu wawatie nguvu wale ambao ni wadhaifu.
that they may know the way of God more perfectly. Waijue njia ya Bwana kwa njia ya ukamilifu zaidi. Amen. Amen. That they may know of a more perfect way Waijue njia iliyokamilika zaidi to live before God. kuishi mbele za Bwana. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. I don't have a patent on the Holy Ghost. Sina eti copyright. I don't have a copyright or patent on salvation. Wala sina copyright katika wokovu. But I have enough to be saved, stay saved, and compel somebody to get saved. Ninajua jinsi ya kusaidia mtu aokolewe na abaki ameokolewa, na mimi napambania hivyo pia. Amen. Amen. And you have enough too. Na wewe unavyo hivyo pia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Because all of us was given a measure of grace. Kwa maana sisi wote tumepewa kiwango cha imani. A measure of faith. Kiwango cha imani. Amen. Amen. Na neema. Thank you, Lord. Asante Yesu. Turn your Bibles to Matthew, the 12th chapter. Katika Mathayo. We will read from verse 47 to 50. Tutasoma kuanzia mstari wa 47. In the process of your witness and your testimony, see, God, He will, there are people, the Lord say, those that are brokenhearted and a contrite spirit, He will no wise turn away from. Unaona Bwana amesema wale wenye moyo uliopondeka hata waacha, hata watupa. And the same rain that falls on the just falls on the unjust. Na mvua inayonyesha kwa wenye haki inanyesha kwa wasio God haki. is just and fair to all. Bwana ni mwenye haki kwa wote. And even in somebody's despair and heartbreak and so forth, God will give you a word to give to that individual of need. Hata mtu ambaye amekata tamaa, Mungu atakupa neno la kumfariji. As He probably talked to the Samaritan woman at the well. Alipoongea kama na mwana Msamaria pale kisimani. And after He was crucified, the two disciples who was on the road that was in doubt. Na tena akaongea baada ya kufufuka na wale wanafunzi wake wawili walikuwa wanatembea barabarani. We should have no respect of person as to who we talk to when it comes to the gospel of Jesus Christ and salvation. Tusiwe na ubaguzi kwa ni nani tunaongea naye habari za Yesu Kristo. This person may be he may be gay. Huyo mtu anaweza kawa labda ni ameingiwa na pepo ya shoga. This person may be a drunkard. Mwingine ni mlevi. This person may be an addict. Mwingine yuko ameshikwa na madawa au na mambo ya ngono. Take your choice on a whole lot of things that go on in people's heart and mind that the enemy controls. Kuna mambo mengi ambayo shetani anakamata nafsi na fahamu na maisha ya watu. But hallelujah, with a word from the Lord. Lakini kwa neno kutoka kwa Bwana. To be able to witness and testimony the way of God more perfectly to that person. Kuweza kumshuhudia njia sahihi ya Bwana, njia iliyokamilika. You're throwing them a lifeline. Unampa nini? Lifeline, jinsi ya kumwokoa. You're throwing them by giving them the word of God. Like I said, the Lord said He came that you may have life and have it more abundantly. Bwana anasema amekuja ili uwe na uzima, tena uzima wa milele. You're showing them a more perfect way than being in their addiction and their trouble, that they can come to Jesus and be healed, be saved. Unamleta awe na njia iliyokamilika zaidi kwamba okolewe. Amen. Amen. Because every soul is precious in God's Kila sight. nafsi ina thamani mbele za Bwana. Amen. Usikae ukasema huyu vipi, huyu vipi. Wewe wape injili, mwachie Yesu Kristo atawahudumia. Amen. He said, I have mercy on who I have mercy Mwenyewe on. amesema kwenye maandiko. And compassion on who I have compassion Ataonyesha rehema yule amrehemuye. saith the Lord. Na atampa huruma, atamsaidia, atamhurumia. Atampa neema yule amuoneaye neema. But you have to have an understanding on who your brothers and sisters are. Lakini pia in the ndio Lord. fahamu dada zako na kaka zako ni kina nani katika Bwana. Those that, hallelujah, Jesus is going to make it clear as who His people are. Yesu Kristo ataweka wazi kwamba ni nani watu wake. A lot of people carry the title Christians, they're not Christians. Watu wengi wana hii sifa ya kubeba jina la Kristo, sio wa Kristo. All because they wear a collar, all because they wear a black suit, all because they look sanctimonious, that don't mean that they're actually sanctimonious
or saved. Sio kwa sababu wamevaa kola na nguo za kichungaji haina maana wameokoka. For the Bible say that the devil disguise himself as an angel of light. Biblia imesema shetani naye huwa anajibadilisha, anakuwa kama ni mfalme malaika wa nuru, kumbe ni pepo. And his demons na wapepo wake as ministers of righteousness. Kama watumishi wa haki. Hiyo iko leo hii kabisa, wazi ipo. Jesus said, I send you as sheep among wolves. Yesu Kristo anasema anatutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. And there are many wolves in sheep clothing. Lakini kuna mbwa mwitu wengi wamevaa nguo za kondoo. Amen. We are not ignorant to Satan's devices or the works of the enemy. Hatuwezi kuwa yani tumekosa maarifa katika hila za yule mwovu. But a lot of people are deceived and they allow themselves to be deceived. Lakini watu wengi wanadanganyika na wanajiruhusu wao wenyewe waendelee kudanganyika. Amen. We got to show them a more perfect way in walking in the Spirit. Inabidi tuwaoneshe njia iliyo kamili, walking in the Holy Ghost. Kutembea katika Roho Mtakatifu. Amen. Amen. So Jesus is saying here, Yesu Kristo anasema hapa, verse 47, he said, Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brother stand out, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother and who is my brother? Read 47 and 48. Tasoma 47 na 48, Mathayo sura 12. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? 49 and 50. And he stretched forth his hand towards his disciples and said, Behold, my mother and my brother. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother. Read, please. Mstari 49. Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Mark 3 and 33 to 35. Marko 3 mstari wa 33. Chapter 3 and 33. It says, And he answered them, saying, Who is my mother and my brethren? And he looked around about on them which sat about him, and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of God, the same is my brother and my sister and my mother. Amen. Read, please. Marko 3:33-35 inasema, akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, tazama mama yangu na ndugu yangu. Kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Amen. Amen. And Luke 8 and 21. And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Luka 8:21 alijibu na akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni hawa walisikiao neno la Mungu na kulitenda. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And here the Lord is saying, those that hear, the distinction, the reason why I read these scriptures, Jesus is telling you. Nimesema hapa nimesoma maandiko, Bwana anakuambia. He's making a distinction of those, hallelujah, that are the children of God. Analeta tofauti ya ni nani watoto wa Mungu. It's those that hear the word of God and do it, obey it. Yani anasema wale wanaolisikia neno la Bwana na wanalitii. Jesus said, if you love me, Yesu Kristo alishasema, mkinipenda, keep my commandments. tunza amri zangu. Amen. Amen. But a lot of people, hallelujah, they lean to their own understanding. Lakini watu wengi wanajaribu kufuata tu fahamu zao.
Hallelujah. Hallelujah. And they defile themselves with things that's not of God, that they need to be corrected of, but they don't want to be corrected. Wanajinajisi na vitu ambavyo sio vya Mungu, inawalazimika wasahihishwe. Amen. Amen. For the word of God say that he'll give the Holy Ghost to them that, hallelujah, that will obey him. Neno la Bwana linasema anawapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii. I want you to turn to Acts 5:32. Matendo ya Mitume 5. Acts 5th chapter, verse 32. Mstari wa 32. And I'm going to read it. And we are his witnesses of these things. Na sisi ni mashahidi wake wa mambo haya. And so is also the Holy Ghost, whom God have given to them that will obey him. Amen. Amen. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Acts 5 and verse 32. Inasema, na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. He gives the Holy Ghost to them that will obey him. Bwana anawapa Roho Mtakatifu kwa wale wanaomtii. Jesus said, hallelujah, those, my mother, my brother, my sisters, my fathers, that hear the word of God and will do it. Yesu Kristo amesema ndugu zake, baba yake, mama yake ni wale ambao wanasikia neno la Bwana na wanalitii. Always have a yes for Jesus. Siku zote wewe upende kuwa na yes, ndio kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen. Amen. If you believe and don't doubt, ukiamini na usiwe na shaka, God will do it. Bwana atakutendea. I will bless you, he said. Atakubariki, amesema. Whatsoever you ask for, I'll do it. Chochote utakachokiomba atakutendea. But you got to believe. Lakini anakupasa kuamini. Hebrews 2:11. Waebrania 2:11. For both he that is sanctified and they who are sanctified are all in one. For which cause he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Read Hebrews 2:11 and verse 12, please. Tasoma Matendo ya Mitume 2:11. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Here God is not showing any respect of person. Hapa Bwana anaonesha hana upendeleo. For those, he said that both, he said for both he that sanctified and are sanctified. See, to be those that are sanctifying themselves, they're working at it. Yani yule atakasaye na hao wanaotakaswa wote wanapambana. Turn for the Holy Ghost. They're shaking off the cares and the things of the world and picking up those things of God. They're both, I mean two. Wote wawili wanajitakasa, wananyenyekea mbele za Bwana kwa maombi. Those that are sanctifying themselves, they want to be born again, they're working to be saved, they're before the Lord, and those that are sanctified that are saved. Yani wale ambao wanapambania wokovu na wale ambao wameokolewa. And what did the scripture say? Are all of one. Are all of one. Wote ni wa mmoja. You got to still have the Spirit of God to be in the church of God, but we're all of one because we sanctify ourselves. We believe in Jesus. Sisi ni wa mmoja kwa maana tunamwamini Yesu Kristo. But God did not leave out those that are seeking the Holy Ghost, that are turned for the Holy Ghost, hallelujah, that are sanctifying themselves, because we all had to do it to be complete in him. Wote walipaswa tufanye hivyo tuwe kamili katika yeye. Amen. Amen. And they're walking in the way of God more perfectly, hallelujah, that they may be perfect. Wanatembea katika njia ya Bwana kwa njia ya ukamilifu ili wakamilishwe. Somebody say, oh, you can't be perfect. You can't. That's negative. The word of God say different. Mwingine anasema huwezi kuwa mkamilifu. Yaani wewe tayari uko katika kushindwa. Umekubali kushindwa. You speaking on a natural plane. You're not doing that which is spiritual, pertaining to the word, pertaining to the act, pertaining to what God command you to be. Unazungumza kimwili badala ya kuzungumza kiroho ukiamini Injili. And while you say I'm not perfect or ain't nobody perfect, that's an excuse to sin.
Yani hapo unajitafutia sababu tu ya kutenda dhambi. Ndio maana yake. You holding on to things that you should have let go a long time ago, and if you let go of them, you don't pick them back up. Kuna vitu unang'ang'ania kuvishika ambavyo ulipaswa uviache muda mrefu uliopita. Na kama ulishaviachaga unang'ang'ania kuvirudia. When Jesus comes, he ain't no excuses. Bwana Yesu akirudi hata sikiliza sababu. You're inexcusable, old man, that you don't know. Yani huna sababu kama useme ujui. So stop lying to yourself and deceiving yourself. Acha kujidanganya wewe mwenyewe. If God command you to be perfect, you should have enough Holy Ghost to say, hey, God brought me this way, he'll take me the rest of the way. I can do this. Kwamba useme ninaweza. I can be perfect. I can be like Jesus. Naweza nikawa kama Yesu Kristo. And Jesus said, greater works you shall do. Na Yesu Kristo alisema kazi kubwa zaidi mtazitenda. Amen. Amen. Greater works. Kazi kubwa zaidi. But you say, no, you doubt. Oh, no. They don't take all that. No. I speaking into, I ain't got to dress like that. I'm come as I am. God receive me as I am. I got religion. Hey, I don't need, I believe God. Those that believe God do the works of God. Those that believe God will obey God. The foundation of God standeth assured. God knoweth them that are his. Amen. You can't fool him, and you just what? Somebody got the Holy Ghost, you can't fool them either. Uwezi kumdanganya na yule mwenye Roho Mtakatifu hutamdanganya pia. Atakutambua wewe unacheza tu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So here, Mark 9:38 through verse 40. Marko 9:38 mpaka 40. And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followed us not. And we forbade him, because he followed not us. But Jesus said, forbid him not. For there is no man which shall do a miracle in my name that can lightly speak evil of me. For he that is not against us is on our part. Read verses 38 through 40. Nasoma 38 mpaka 40. Yesu akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu Yohana hapo stumbled on the word that here. Yohana akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani nasi. Tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya, kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Amen. There are people of different denominations, different faiths and so forth. And they have different beliefs and so, but when you bring the name of Jesus, kuna watu wa imani mbalimbali, when you casting out devils in the name of Jesus, kama wanakemea Yesu kwa Yesu, when you proclaiming healing in the name of Jesus, wanaombea uponyaji kwa jina la Yesu, that's not witchcraft. Sio that's not voodoo. Sio chochote. But that's the power of God. Hiyo ni nguvu ya Mungu na itatenda. Hallelujah, in his name. Kwa jina lake. Hallelujah. Healing and deliverance, everything is in the name of Jesus. Uponyaji na kufunguliwa uko katika jina la Yesu. Salvation in the name of Jesus. Wokovu ni kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. And somebody hardening not their heart and believing, hallelujah, the man of God, that woman of God, or whoever's laying hands on them in the name of Jesus. And many people are healed. People are receiving the Holy Ghost. Wengi wameponywa na kupokea Roho Mtakatifu. At least I preach to others the word of God, the word of truth, and be in sin and be a castaway. Yani hakuna kitu cha kuogopesha kama uhubirie watu injili afu siku ya mwisho unakataliwa. Ulijichanganya na mavitu ya dunia. Amen. Amen. And so many false prophets and false teachers, and from the foolishness of teaching, preaching, they preaching to people, but people, you can't measure somebody's heart. Manabii wa uongo wengi wana ubiria watu wanaokolewa na kufunguliwa, lakini mioyoni mwao kinachoendelea. Ndio maana Mungu alitufunika tusipime kilichomo moyoni. For example, if that preacher is not right with God, kama yule mtumishi wa Mungu hayuko sawa na Mungu,
and say a prosperity preacher or prophet, wale wanaopenda and he's kuhubiri preaching the mafanikio. word of God, Na anahubiri neno and la Mungu. someone sitting there that's brokenhearted or with a sincere heart to want to serve God, Na kuna mtu pale kwa moyoni mwake ameamua kumtumikia even Bwana. through the foolishness of his preaching, Hata kupitia upuuzi wake. there's a portion of it that's being received that where God will lead that person, guide that person, hallelujah, in his perfect will, hallelujah, in a more perfect way, that they will be saved. And that the preacher, as long as he got breath, he can repent and make it right and do his first work over again with God. Yule mhubiri anaweza Mungu atamuongoza yule mtu anayesikiliza akapata wokovu wa kweli. Na huyu mtumishi wa Mungu aliyepotea akitubu, Mungu ataruhusu aokolewe. The scripture said all should know of God. All should be taught of God. Maandiko yanasema kila mtu anapaswa afundishwe na Bwana. The word of God said that people can't say that they don't know the Lord, for all should know of the Lord. Watu hawezi kusema hawamjui Bwana, kwa maana kila mtu anapaswa kumjua From Bwana. the least to the greatest. Kuanzia mdogo mpaka Ain't a mkubwa. person on this planet don't know the name Jesus. Hakuna mtu duniani hapa leo Amen. jina la Yesu Kristo. Amen. So he said, forbid them not. You know, the disciples said they don't follow us, but they casting out devils in your name. Unaona wanafunzi wa Yesu wakaja akasema hatufuatani nasi lakini wanakemea pepo kwa jina And lake. we went over and told them, you got to stop. You got to stop what you're doing. You ain't following us. You're not you don't have authority to do this in Jesus' name. Jesus said, hey, don't stop them. Walienda kuwakataza wakidhania hawana mamlaka, lakini Yesu Kristo aliwakataza msiwakataze. Because nobody can do a miracle in my name and speak evil of me. Hakuna mtu anayefanya miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo alisema If they not against us, ni kinyume naye. if they not against us, they for us. Kama sio kinyume nasi, yeye wako upande wetu. There's a lot of people don't have the baptism of Jesus in Jesus' name. Kuna watu leo hii hawana ubatizo wa There's Yesu. a lot of people that don't have the Holy Ghost that love God and doing great works, good works. Kuna watu ambao wana Roho Mtakatifu na wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya Bwana. They're not enemies of God, but they with us. They for us. Ni wako upande wetu. But we just got to show them Lakini napaswa tuwaonyeshe the way of God more njia ya Bwana perfectly. zaidi. That there's a more perfect way of God. Njia iliyo kamili zaidi kwa Bwana. A more perfect way to serve God. Njia iliyo kamili zaidi ya kumtumikia In Bwana. spirit and in truth. Kwa roho na kweli. A lot of people just got the Bible. All they know is Bible. They don't have the Holy Spirit. Watu wengi wana Biblia, hawana They don't have the Word of God. hawana neno la Mungu. Not the way they should have it in a more perfect way. Kama ambavyo wanapaswa kwa njia ya ukamilifu zaidi. Not by my power, not by my might, but by my spirit, says the Lord. Sio kwa nguvu wala kwa mamlaka, bali kwa Roho Mtakatifu. Kwa Amen. nguvu wala uweza, bali kwa Roho Mtakatifu. The letter killeth. Sema Bwana. The letter killeth. Neno andiko linaua. But the spirit bring life. Bali roho inahuisha, inaleta uzima. Amen. Amen. They that worship him must worship him in spirit and in truth. Wale wamwabuduo wanapaswa kumwabudu kwa roho na kweli. In the Holy Ghost and in his word. Na kwa neno lake. But a lot of people got the word, but they don't have, hallelujah, the Holy Ghost. Watu wengi wana neno lakini hawana Roho Mtakatifu. To be able to discern, to be able to equally divide the word of truth. Kuweza kupambanua neno la kweli. Amen. Amen. And many are stumbling at the word of God. Wengi wanapambana Being disobedient. Wakikosa, yani wakiwa wakosa utii. Like people like priests. Kama watu kama kuhani. And causing God said, woe unto them that cause the priests that cause my people to stumble at the word. Bwana anasema wale wao wasababishao watu wangu kuanguka katika neno. So those that have sanctified themselves both, they that are converts, those are beginners in Christ that are sanctifying themselves, and those that are saved, that are sanctified, they're all in one. Wale ambao wanakombolewa na waliojitakasa wao ni wamoja. And God is not ashamed to call those that sanctify themselves, separate themselves from the world, practice being holy, to be that until they be filled with the Holy Ghost as a brethren. Bwana anasema anawaita ndugu wale ambao wanapambania utakaso na wanaojitakasa na wanaoendelea kuishi katika utakaso. Anawaita ndio ndugu zake. Amen. I got scripture here. Kuna maandiko hapa. Make note of it.
Hebu review what I'm saying. Ufuatilie na wewe, ufungua Biblia yako ninachoongea. Let every man be persuaded in his own Wacha mind. kila mwanadamu ashawishiwe kwenye ufahamu wake. Let the Lord speak to your heart concerning these scriptures. Aseme na moyo wako kuhusiana And na not having respect of person when you witness or somebody's in sin, you looking down on them or you walk away from them instead of trying to win their heart. Yani usibague kwamba ni nani unamhubiria kuokoa nafsi yake. Instead of trying to help them in their situation. Kuokoa nafsi yake. They have a closer walk with the Lord. Ili watembee na karibu zaidi na Yesu Kristo. Amen. Amen. In Luke 9:49. Luka 9:49. And verse 50 it says, and John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followed not us. Jesus said unto him, forbid him not, for he that is not against us is for us. Read that, please. Unaona Luka 9:49 na 50 inazungumzia jinsi Yohana alivyomuuliza Bwana Yesu kwamba walimuona mtu anatoa pepo kwa jina lake wakamzuia, na Yesu Kristo akawajibu tena vile vile wasimzuie. Romans 9:15. Romans 9:15 through verse 18. For he said unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. For the scriptures say unto Pharaoh, even for this time, this same purpose, have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. Therefore have he mercy on whom he will have mercy, and whom he hardeneth. Amen. Read verses 15 through 18, please. Warumi 9:15 mpaka 18 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mara mkutano wote walipomwona walishangaa, wakamwendea mbio wakamsalimu, akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampagapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na haleluya kukonda. Nikasema na wanafunzi wako mtoe pepo wasiwezi. Amen. And showing somebody a more perfect way of walking with God, the way of God more perfectly. God will have mercy, and God will show compassion. He looked on the people in the wilderness that followed him out in the wilderness, and he saw them as sheep without a shepherd. But the word of God said he had compassion on the people. God is compassionate towards his people. Bwana anaonyesha rehema kwa watu wake. Hallelujah. Slow to anger and of great compassion towards his people. Ni mwenye huruma nyingi kwa watu wake. Amen. Amen. And we're to show compassion to those, hallelujah, that are lost in the world. Tunapaswa tuoneshe rehema kwa wale ambao wamepotea ulimwenguni. For if this gospel be hid, it's hid to them that are lost. Kwa maana kama injili hii imefichika kwa wale wapoteao. There are some people that don't have the Holy Ghost and they're lost. Kuna watu ambao wamepotea, wana Roho Mtakatifu na wamepotea. And if Jesus was to come today and they don't have the Holy Ghost, they would be lost. Hell would be their home. Yesu Kristo akija leo hii hao watu watapotea. Amen. Amen. But if they can make a start, lakini wakianza upya tena, if they can repent, wakitubu, if they can be baptized in Jesus' name, wakibatizwa kwa jina la Yesu, if they can turn for the Holy Ghost, wakimsihi Bwana wajaze Roho. Oh, hallelujah. He's not ashamed to call those that are last shall be first, and they that are first shall be last. Wa mwisho utakuwa wa kwanza na wa kwanza utakuwa wa mwisho. Amen. Amen. Get in line with your ticket. Yani sikia, simama kwenye na tiketi yako. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. This concludes, hallelujah, part 3 of our lesson. Tunamaliza sehemu ya 3 ya somo hili.
a perfect way. njia kamilifu zaidi. Amen. A more perfect way. Njia iliyo kamilifu zaidi. Amen. Amen.